Bwana mtazamaji, kama unavyoona leo hapa bwana, tuko na mtaalamu wa tiba za jadi. Unaweza kujiuliza huyu ni nani, lakini kwa kifupi bwana ni kwamba huyu ndiye mganga ambaye amefanikisha swala zima la mwanadada dada yetu kipenzi cha Watanzania Gigi kuweza kuolewa. Huyu ndo mganga wa Gigi, atajitambulisha mwenyewe. Bwana bro, mambo vipi? Fresh. Kwanza kabisa pole na majukumu. Asante sana. Najua kwamba leo tumekuja hapa, tumekukuta ulikuwa Kilingeni kule, lakini tumekuomba tuje tu tuzungumze mawili matatu na wewe bwana. Tunashukuru sana. Hakuna shida vijana wangu. Naam bwana brother, hebu kwanza kabisa jitambulishe, wewe ni nani, unajishughulisha na nini kiufasaha zaidi? Mimi ni mganga wa jadi kutoka Sumbawanga, na hii ndio kazi yangu ambayo watu wote Sumbawanga, ukifika Sumbawanga lazima ulete kwangu, kwa sababu pale mimi ndo mganga mkubwa na ndo mganga ambaye naaminika pale Sumbawanga. Ndio. Kwa jina lako la kitaalamu la kiufundi unaitwa Dr. nani? Kwa jina langu la kiufundi naitwa Kansaliso. Mganga Kansaliso. Ukifika Sumbawanga tuulizia Kansaliso. Sawa. Naam, sasa brother bwana, tumeona kwamba umekuja, maana tumeambiwa kwamba wewe kwako ni Sumbawanga lakini huku umekuja tu Dar es Salaam. Bwana, hebu tuambie kwanza kabisa safari yako kutoka Sumbawanga mpaka huku ilikuwaje mpaka ukaja huku? Ni kweli kabisa. Mimi kitu ambacho kimeleta Dar es Salaam, Sumbawanga kule nilikuwa nafanya kazi na wateja walikuwa ni wengi. Lakini huku ambacho kimeleta Dar es Salaam ni masuala tu ya kuendelea kufanya kazi, kutanua wigo. Aswaswa kuna mtu ambaye amenileta, ni msanii mkubwa. Amenileta kwa ajili ya kuja kumfanyia kazi yake kwa sababu kuna mambo ambayo alikuwa anamtatiza hapo nyuma. Hapo awali labda umeshawahi kufanya kazi na wasanii kabla ya huyu msanii aliyekuleta Dar es Salaam before huko nyuma? Kwa hapo awali hapana, bali nishawahi kufanya kazi na watu wengine tu ni maarufu lakini si wasanii, hapa siwezi kuwataja. Yaani kusema kwamba watu wengine maarufu ambao si wasanii, viongozi labda au labda ni waigizaji au mpaka watumishi au mpaka wachungaji. Kuna baadhi ya wachungaji ambao wameshakuja kwangu na sasa hivi wanafanya vizuri. Na ndio maana nimesema siwezi kuwataja kwa sababu nikiwataja pengine wanawaamini wengi na watu wengi wanaamini. Kwa naweza nikawataja alafu imani yao pengine ikashuka, kujua nimewasaidia mimi au wanatumia msaada tofauti na vile ambavyo watu jinsi wanavyoamini. Naam, bwana mtaalamu, sasa moja kwa moja swala la wewe kutoka Sumbawanga kuja Dar es Salaam, ulilipokeaje ulivyopigiwa simu na msanii kwamba uje huku, na makubaliano yenu yalikuwaje mpaka ukaamua kuacha familia Sumbawanga uje mjini? Kwanza alinishawishi kutokana na kule nafanya kazi, lakini kwa masuala ya malipo ni madogo, lakini aliniwekea dau nono, aliniahidi vitu vingi ambavyo nikija huku ningemfanyia kazi basi ataweza kunitimizia, lakini mpaka sasa hivi bado mambo sio mazuri kama mnavyoona. Na huku ulipokuja labda umefikia kwa msanii au umefikia wapi? Huku nilivyokuja siku ya kwanza nilifikia kwake, lakini kwa sasa hivi amenipangia, kwa hiyo sipo kwake. Kwa amekupangia chumba. Na huduma anakupaje, yani vipi, unazungumzaje kuhusu na jinsi alivyokupokea? Mapokezi ya siku ya kwanza kusema kweli ni mazuri, lakini baada ya siku zinavyozidi kwenda, unajua bwana, ukija kumfanyia mtu kazi yake alafu kazi yake ikiwa imeenda, anaweza akakuchukulia tu mtu wa kawaida, kwa sababu ushamaliza shida zake, ushamaliza kila kitu, kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi yani huduma hanipi kama ilivyokuwa anipa hapo awali, hapo mwanzo. Sawa. Kwa unataka kusema kwamba huyu msanii, hebu waeleze kidogo hapa Watanzania ambao wanatazama kwamba hapa tunamzungumzia msanii gani ambaye amekutoa wewe Sumbawanga, amekuleta hapa mjini, amekupangia chumba, na kazi gani ambayo amekuleta uje umfanyie? Msanii ambaye amenitoa Sumbawanga mpaka nimekuja hapa Dar es Salaam ni Gigi Mane. Tunajua Gigi Mane fika alikuwa ni mtu ambaye hajatulia, na swala ambalo limenileta nije nimshughulikie ili aweze kupata ndoa. Na hivi tunajua wote kabisa Gigi Mane ameolewa. Lakini toka nimemfanyia kazi zake imekamilika mpaka hivi sasa ameolewa. Naona sasa hivi hata simu zangu hapokei. Yaani sasa hivi yani sijui niseme ananichukuliaje. Lakini hapo awali wakati ana shida, yeye mwenyewe alinitumia nauli, nimetoka Sumbawanga mpaka nimekuja Dar es Salaam na nimemfanyia kazi yake vizuri. Hapa mpaka hivi sasa hivi tunavyozungumza hata chumba yenyewe ninachokaa mimi ni chagiza, na kazi yake nimemfanyia vizuri. Gimane ameolewa kama mnavyojua. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba Gigi ndoa yake kidogo ina vitu vingine vimefanyika chini ya kapeti.
Kusema ukweli, yani hapa anaongea ukweli. Nisingekuwepo mimi hapa, ndoa yake kiufupi isingewezekana, kwa sababu Gigimane ni mwanamke ambaye hajatulia, ni machepele, yani kifupi ni mtu ambaye anapenda viwanja, alafu na mwanaume ambaye amemuoa bado ni mdogo. Kwa hiyo asingeweza kumuoa mwanamke ambaye hajatulia, mwanamke ambaye anarukaruka, muda mwingi uko viwanja, yuko huku na huku, anapenda sana starehe, asingeweza kumuoa. Kwa hiyo ina maana kwamba kijana ambaye yuko naye alikuwa hana lengo la kumuoa. Mimi nilishasoma nyota, nimeangalia nyota yake na nyota ya Gigimane. Nimeona kabisa nyota yake bwana mdogo ilikuwa hawezi kumuoa Gigimane. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni kutengeneza. Nimefanya kazi kubwa sana, nimeshughulisha sana mizimu, nimefanya kazi yao, na mimi kazi yangu imeenda vizuri kwa sababu makubaliano yangu yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo hata mizimu nimeongea nao vizuri na nimeelezea hili swala, nimelifanya mpaka hivyo unavyoona Gigimane ameolewa ni kwa sababu yangu mimi hapa. Sawa. Kwa hiyo kijana ina maana kwamba alikuwa na Gigimane kwa ajili ya kupata umaarufu tu, hakuwa na lengo la kumuoa kabisa. Ndio hicho, yani bwana mdogo alikuwa Gigimane kwa sababu alikuwa anahitaji apate jina, apate umaarufu, na hivyo vitu vyote ashavipata. Swala la ndoa alikuwa hana kabisa, hakuwahi kufikiria chochote, kwa sababu mimi kama mganga najua kumsoma mtu saikolojia yake jinsi ilivyo, kwa sababu mimi uwezo ninao, natumia mizimu mimi kufanya hivyo vitu. Sawa. Kwa hiyo Gigi alivyokuja kwako alikwambia moja kwa moja kwamba bwana, mimi niko kwenye mahusiano, lakini mtu ambaye niko naye hana mpango wa kunioa. Alikuwa anajua kabisa Gigi, ndio maana akakutafuta? Gigi alikuwa hajui kama mwanaume ambaye yuko naye anaweza akamuoa, kwa sababu Gigimane ni mtu kama nilivyoongea, Gigimane ni mtu ambaye anapenda sana starehe, na kama mtu anayependa starehe alikutana naye tu kwenye viwanja, na alipokutana naye kwenye viwanja ndo kama hivyo akaanzisha mahusiano. Kwa hiyo uwezekano yule kijana kumuoa ulikuwa ni mdogo, kwa sababu Gigimane ndo alimtongoza yule kijana. Tunajua kabisa mwanaume ukimtongoza mwanamke unakuwa na nia naye, lakini mwanamke kutongoza mwanaume yeye ndo ana nia naye. Kule bwana mdogo hakuwa na nia na ya kuolewa na Gigi, ya kumuoa Gigimane. Sasa siku ya harusi labda au siku ulichokifanya wewe, hebu tuambie kwanza, ulitumia mbinu gani? Ulikuwa mmekubaliana kiasi gani na Gigi, na mbinu gani ukatumia ili mpaka lile swala la ndoa tumeliona limetimia? Cha kwanza Gigimane mimi mpaka nimekuja kumfanyia, aliniahidi kwanza atanijengea nyumba, atanipa na gari. Ndio vitu ambavyo ahadi yake ndio ilinishawishi mimi kutoka Sumbawanga na kuja mpaka hapa kumfanyia yeye kazi yake. Na kazi yake nimemfanyia kama hivyo ilivyofanikiwa, na ndoa ameshafunga, sasa hivi ni mke wa mtu. Sawa. Na siku ile ya harusi ile tunaona kwamba je, wewe pia ulihudhuria siku ya harusi ile? Maana tunaona kuna vitu vya ajabu vilitokea ghafla sana, tukaona mvua imeshuka mara tu baada ya Gigi kuolewa. Hebu tuambie, ulikuwepo siku ya harusi? Siku ya harusi nilikuwepo, lakini watu wengi hawakunijua kwa sababu sikwenda na mavazi ya kiganga, nilienda kama mtu tu wa kawaida, kwa sababu mimi nimekuja kumfanyia swala lake, na vile vile alinipa mwaliko kwa sababu ndio aliyokamilisha kila kitu. Na ile swala la mvua kunyesha ni baraka. Unajua yani kitu kama kile ikitokea mvua ikinyesha, watu wanaamini kwamba ni baraka, na swala ile mimi ndio nilotengeneza. Ile mvua ilikuwa ni kutengeneza, ndio maana tu ile swala lilipoisha pale na mvua ikaanza kunyesha muda huo. Kwa hiyo umeishusha mvua wewe mwenyewe mganga? Kwa kutupia utaalamu wangu nimefanya hivyo, na mvua imenyesha na watu wameona, wamesifu kabisa kwamba ndoa ni ya heri, kwa sababu ndoa sikuta ni jambo la heri. Kwa hiyo baada ya kuona mvua imenyesha, basi watu wamejua kabisa ndoa imebarikiwa, na Gigimane na mume wake tayari washaoana. Yeah. So kwa ujumla ukiachana na haya yote ambayo yametokea, tumeona watu wengi sana sasa hivi mitandaoni wameona kabisa kweli ule ulikuwa ni kama muujiza, kwamba kuona Gigi anaolewa. Umeona? Sasa kwa hiki ambacho kimetokea, unasema kwamba makubaliano kwa upande wake yeye hajayatimiza, ila kwa upande wako wewe umetimiza kazi yako, yeye hajatimiza. Je, hujapata kabisa nafasi ya kuzungumza naye? Nadhani nishaongea hapo awali, nisema kwamba Gigimane sasa hivi simu zangu hapokei. Mimi sehemu ambayo naweza kumpata ni kwenye simu, kwa sababu mimi nilipata mawasiliano yake na ndo alinitafuta. Kwa hiyo nikimpigia simu zangu hapokei. Kwa hiyo sina namna nyingine yoyote ya kumfuata. Mimi siwezi kwenda kwake kwenda kumsumbua. Kuna walinzi, kuna mambwa, kwa hiyo naweza nikahatarisha maisha yangu, kwa sababu swala lake lishakamilika, yeye hataki kunikamilishia la kwangu, nasubiri tu baada ya muda tutaona. Kwa hiyo sasa hapo mganga kidogo umetoa kauli nzito kidogo, unasema kwamba tutaona. Unamaanisha nini unaposema hivyo?
Nina maana kama mtu nimeweza kumsaidia alafu yeye mimi haoni kama nilichofanya mimi kwangu ni msaada, basi naweza ile ndoa yake inaweza simalize hata mwezi. Kama siponipa mahitaji yangu ambayo ameniahidi, basi ndoa yake haitafikisha hata mwezi wa 4, itakuwa ishavunjika. Kwa hiyo ina maana kwamba Gigi asipotimiza, yani asipokununulia gari kama alivyosema na nyumba, ina maana kwamba wanaweza wakaachana na mume? Sio, inawezekana. Yani asipofanya hivyo lazima ndoa yake ivunjike, kwa sababu mimi ndio nilosababisha ile ndoa yake. Mimi ndio nimefanya kila kitu mpaka ikaolewa. Kwa hiyo asipoweza kunitimizia mimi vitu ambavyo ameniahidi, basi ndoa yake itakuwa ndio imeshakufa. Na sidhani tena kama atapata mwanamume mwingine wa kumuoa. Naweza nikafunga kabisa asiolewe tena. Hili jambo la hatari sana. Na wakati mnakubaliana ulimwambia kwamba iwapo kama ukienda kinyume na tulivyokubaliana nitafanya hivi? Nilimwambia, lakini nilimwambia kama usipofanya, kwa sababu mimi hapa na kuna amri ambazo napewa na mizimu. Mizimu mimi hapa naisikiliza, nayo inanisikiliza. Kwa hiyo kama yeye asipotimiza, nilishamwambia kabisa, usipotimiza mimi nitaulizwa maswali na mizimu. Kama nikishindwa kuyajibu au majibu yake yakiwa hayaeleweki kutokana na ahadi ambazo umenipa, tulikuwa kilingeni na mizimu imesikia. Kwa hiyo kama ikishindikana hizo ahadi kutimia, basi ndoa yake au mwanaume wa kumuoa tena hatakosa, hata tena kuolewa. Na hicho kitu yeye anajua, lakini ashangaa mpaka sasa hivi hajanitimizia jambo lolote lile. Anaacha mimi nakaa kwenye chumba cha 15,000 cha giza, niko Mbagala huko ndani kama mlivyonikuta hapa. I see. Sasa vipi kuhusiana na hali ya nyumbani ulipopaacha? Maana una familia? Ni kweli familia ninayo, nina watoto 2 na nina mke. Lakini sasa kwa hali ya nyumbani, najua nyumbani kwetu Sumbawanga watu wanategemea sana kilimo. Na kwenye swala zima la kilimo kuna kupata na kukosa. Lakini nashukuru Mungu kidogo amepata chakula, kwa hiyo ndani kipo. Lakini sasa mahitaji mengine kama la mboga ndio swala ambalo linawapigia chenga. Kwa hiyo kila siku nyumbani wanakula mboga za majani, na unajua huku mimi napambana kwa ajili ya kuwatumia wao hela. Ni jambo ambalo sio kweli kabisa. Sawa. Gigi bwana ana mama yake. Na mama yake nyumbani kwake panajulikana. Tunaweza kusema kwamba labda sasa hivi yuko honeymoon, ndio maana labda apokee simu zako. Je, vipi umejaribu labda kutafuta mawasiliano ya mama yake mzazi ukafikisha shida zako hizi? Mama yake mimi sina mawasiliano naye, na yeye sio alionileta hapa. Mimi alionileta ni Gigimane, kwa hiyo mimi nadili na mtu ambaye amenileta. Mtu ambaye hajanileta siwezi kudili naye. Na swala la honeymoon, akiwa honeymoon sio kwamba ashiki simu anashika. Na kwa kikubwa alichofanya yeye ni ameniblock mimi, maana anajua lazima, kwa sababu nishakamilisha swala lake, lazima nitamtafuta. Kwa anachofanya yeye hapo ni kuzima simu na kuniblock mimi ili asiweze kunipa haki zangu ambazo nastahili kuzipata. Sawa. Naam. Je, kwa mujibu wa mpaka hapa tulipofikia, na mambo ndio yamekuwa kama hivi, Gigi ameingia mitini baada ya kumtimizia mahitaji yake ya ndoa, labda kwa namna moja au nyingine, issue kama hizi zimeisha kukukuta huko zamani kwa wateja wengine? Ishawahi kunikuta. Kuna mtu mmoja alikuwa ni tajiri sana pale mkoani Iringa, nishawahi kumfanyia kazi, lakini kwa hivi sasa amefilisika kutokana, nilimpa masharti yangu mimi, lakini masharti yangu alishindwa yeye kuyafanyia kazi. Hivyo baada ya kushindwa kuyafanyia kazi, basi pale utajiri wake ukawa unaisha mdogo mpaka sasa hivi ni mtu wa kawaida tu. Alikuja tena kwangu mimi kunitafuta ili niweze kumrudisha, nikimwambia ni swala ambalo haliwezekani kutokana na mimi nafanya kazi na mizimu yangu ishakataa wewe kukurudishia vitu vyako ambavyo vimepotea. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hata Gigimane kama asiponitimizia vitu vyangu, basi ndoa yake itakuwa ni fupi mno, itakuwa ni ndoa ya siku chache sana. Sawa. Naam, bwana mtaalamu, umezungumzia hapa swala la makubaliano kama mshahara wako kwa kazi ambayo umefanya. Na je, kwenye swala tumeona kwamba umelifanikisha swala la ndoa mpaka sasa hivi. Je, ni masharti gani ambayo ulimpa Gigimane? Ni masharti ambayo nilimpa kwa sababu hii kazi haikuwa ndogo. Tunajua mtu kama Gigimane mpaka kumfanyia jambo lako apate mume wa kumuoa sio kazi ndogo. Kwa masharti ambayo mimi nimempa ni kwamba asipende sana kwenda viwanja, yani asiwe mtu, yani asiwe, apunguze sana zile stare, asiwe mlevi, kwa sababu akiendelea kufanya hivyo vitu pengine mizimu itakasirika, basi ndoa yake itakuwa imekufa mapema. Sawa. Kwa hiyo mganga bwana, hapa watu wanaweza kujiuliza kwamba kwa hiyo ina maana kwamba kijana hayuko katika akili yake timamu mpaka kufanya maamuzi yale. Ni wewe ndio umemtengeneza au ni Gigi tu ndio umemtengeneza wewe ili aolewe? Yani hapa ni kipi ambacho umepita engo ipi hapa? Ni kwamba kijana ndio umempumbaza amekubali kumuoa Gigi au vipi?
Engo ambao nimepita mimi ni Gigimane, yeye alikuwa yuko tayari kuolewa, lakini wa kumuoa hakuwa tayari. Kwa hiyo nilichokifanya mimi ni kumpumbaza kijana aweze kumuoa Gigimane, kwa sababu kama nisingempumbaza kwa akili zake tu za kawaida, asingekubali kumuoa Gigimane hata siku moja. Ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani kwake kumuoa Gigimane. Sawa. Naam. Mtazamaji, kama ulivyoona, tulikuwa hapa na mtaalamu ambaye amefanikisha swala zima la ndoa ya Gigi. Kama ulivyoona, amezungumza ya kwake na ameweka wazi kwamba Gigi bwana bado hajatimiza makubaliano ambayo alikuwa amekubaliana, na amesema kabisa kwamba kutokana na hilo ndoa haina maisha, hata mwezi wa 4 haitotoboa yani. So hebu endelea kutufuatilia, weka maoni yako hapo chini katika comment section, na pia subscribe. Tutazidi kukuletea mchanganuo kiundani zaidi kutoka kwa mganga wa Gigimane hapa Mbagala.